Assalamu alaikum na karibu katika udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 19 ya mwezi wa 3 mwaka 2025, siku nzuri kabisa, siku ya Jumatano, Ramadhan 18 kwa wale ambao wanafunga mwezi mtukufu wa Ramadhan. Ni kualike kunako udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania, dakika kadhaa za kutazama namna magazeti ya Tanzania ilivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu ni Shehani Mzaina na hii ni Toka Zamani TV. Kubwa ni kukumbusha, kama ndio mara ya kwanza kabisa unaungana nasi, tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele. Lakini pia tunapatikana kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii Facebook, Instagram pamoja na mtandao wa X kwa jina la Toka Zamani TV. Bila usisahau kuacha maoni yako kwenye comment hapo chini kwa kile ambacho unakisikiliza na kukitazama kupitia hapa Toka Zamani TV. Na bila kupoteza wakati, tunaanza rukuzi siku hii leo kwa kulitazama gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Tunapewa nguvu na The Mart Supermarket ambayo ipo Dar es Salaam, Kigamboni, Kibada, barabara ya kwenda darajani. Maziwa mtindi na bidhaa za maziwa kutoka Kondiki Moshi, bidhaa za nyama, sausage bora kabisa Tanzania kutoka Peramio, lakini pia vinywaji vya aina mbalimbali vinapatikana hapo, mafuta kupikia, lakini pia na bidhaa nyingine nyingi kwa ajili ya matumizi yako wewe ambaye unatutazama wakati huu. Fika hapo ili uweze kupata bidhaa zako mbalimbali ambazo unazihitaji. Kwa mawasiliano zaidi na The Mart Supermarket, piga simu namba 0775946447. Gazeti Habari Leo katika ukurasa wake wa mbele, habari iliyopewa kipaumbele ni miaka 4 ya nguvu. Samia apongezwa mafanikio lukuki ya serikali, asifiwa uchumi kukua, diplomasia huduma za jamii. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili. Kazi endelee, yataja chachu wa mafanikio, wapinzani wasifu kuimarika demokrasia. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Gazeti hili pia limeandika 1, mikopo udahili vyuo vikuu; 2, umasikini umepungua kwa 26%, kujitegemea kwa chakula 128%, vifo 104 kwa vizazi hai 100,000, maji vijijini 80%, mijini 90%, vitongoji 33,657 vifikiwa na umeme. SGR da Dodoma si ndoto tena, hospitali vifaa tiba dawa kila kona. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Gazeti hili limeandika majali watu agizo, mjadala wenye shahada kuitwa VETA. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Wasira ataka Mohammed Enterprises Company Limited irudishe ardhi serikalini. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 27, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti ya Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, Jumatano leo. Pamoja na gazeti ya Habari Leo mikononi mwangu, nalo gazeti ya Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni miaka 4 madarakani, sura 2 uongozi wa Samia. Habari katika ukurasa wa 10 hadi ukurasa wa 11. Nukuu iliyoandikwa kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili imeandika, msitegemeeni takuiteni fulani na fulani njooni hapa. Kwa nini hivi na hivi? Hapana, wote watu wazima wanayejua mazuri na mabaya. Mkifanya mnafanya makusudi. Nitaongea kwa kalamu, narudia tena. Rais Samia Suluhu Hassan, Februari 15 mwaka 2024. Lakini pia gazeti hili limeandika Mtanzania kizuizini Sudani akidaiwa fidia ya milioni 935. Habari katika ukurasa wa 3. Dereva Mtanzania Juma Maganga yuko matatani nchini Sudan Kusini. Lori lilokuwa akiendesha likiwa na shehena ya chakula cha msaada nalo linashikiliwa. Chanzo cha tatizo ni kugonga mtu wakati. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Gazeti limeandika no reform no election ilivyotinga kwa msajili. Habari katika ukurasa wa 4. Habari picha inamuonesha msajili wa vyama vya siasa Jaji Francis Mutungi akisalimiana na katibu mkuu wa Chadema John Mnyika wakati alipofika ofisi ya msajili kuitika wito jijini Dar es Salaam hapo jana. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa 4. Majaliwa mjadala wa somi kusoma VETA unatija. Habari katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Ripoti maalum dampo la Pugu halikidhi vigezo. Hii ni katika kurasa za ndani za gazeti hili. Lakini pia gazeti Mwananchi limeandika dereva mameneja matatani, madai ya kuteketeza lori. Habari katika ukurasa wa 3. Mitazamo tofauti, sera mpya ya ardhi ikichambuliwa. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 6 wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake wa mbele. Pata nakala yako, usome kwa ndani zaidi. Tunatazame sasa gazeti Majira, gazeti huru la kila siku lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Wasira amchongea Mo Dewji kwa serikali. Ni baada ya wananchi kumlalamikia kutelekeza mashamba, wadai yamegeuka maficho ya nyoka. Pia atoa siku 14
kwa mnunuzi wa kahawa kulipa shilingi milioni 664 za wakulima. Habari katika ukurasa wa 4. Miaka 4 ya Rais Samia tikisa mapapa wa dawa za kulevya. Habari katika ukurasa wa 5. Airtel, UNICEF zawezesha shule 500 dawa kujifunza kidijitali. Habari katika ukurasa wa 5 wa gazeti hili. Wasira awapa neno viongozi kamati za amani nchini. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Lukuvi, Tanzania imebahatika kuongozwa na viongozi wanaojali utu. Habari katika ukurasa wa 5. Kigoma ataka kugawanywa majimbo 4 ya uchaguzi. Habari katika ukurasa wa 3. Trump na Putin kujadiliana kuhusu Ukraine wiki hii. Habari katika ukurasa wa 19. Soma toleo maalum miaka 4 ya mafanikio chini ya Rais Samia Suluhu Hassan, ukurasa wa 11 hadi ukurasa wa 15. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Majira. Tutazame sasa gazeti Raia Mwema, muungwana ni kitendo, lenye habari iliyopewa kipaumbele kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni hatari tupu. Wagombea CCM watumia waganga kulisha yamini wapiga kura. Wamwaga rushwa kama njugu TAKUKURU ya noa makucha. Wabunge viti maalum wacharuka, wapinga ukomo wa miaka 10. Habari katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Maajabu ya Samia yafuta machozi ya Magufuli. Habari katika ukurasa wa 3. Makada ACT mbaroni. Habari katika ukurasa wa 5. Watoto 3 familia moja wafamaji. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 6. Safari yenye mafanikio ya shirika la NHC. Habari katika ukurasa wa 5. Maabara ya panya kujengwa Kibong'oto. Habari katika ukurasa wa 16. Lakini pia gazeti hili limeandika mnyukano wa Karia Yanga mmoja kupasuka. Habari katika ukurasa wa 26. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Raia Mwema, muungwana ni kitendo, Jumatano leo. Nalo gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii lenyewe katika ukurasa wake mbele limeandika miaka 4 kazini Ikulu, safari ya Rais Samia madarakani akivuna haya ya Watanzania. Habari katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Wachumi waona tobo linalovujisha Kariakoo, wakosoa sera na usimamizi. Habari katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili. TBS vilevi vinaangamiza taifa, vijana wako hatarini. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Chadema watoka kwa msajili kutetea mkakati wao wa no reform no election. Waziri mkuu atoa neno tena mjadala wa hitimu vyuo vikuu kujiunga na VETA. Habari katika ukurasa wa 17. Jaji aliyekwenda masomoni Uingereza ahukumiwa kifungo. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 25. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii. Nipashe michezo likiandika Soa azingiza vitani Simba Yanga. Habari katika ukurasa wa 24. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii. Gazeti Uhuru kweli daima ninalo mikononi mwangu, lenye habari iliyopewa kipaumbele ni wachambuzi wafunguka miaka 4 ya Rais Samia. Wasifu ni kiongozi shupavu aliyetumia fursa ya 4R kutekeleza miradi ya maendeleo. Wasema aliingia madarakani nchi ikiwa na changamoto ya uviko 19, vita ya kiuchumi, miradi kutokamilika. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Vioyozi vyampeleka gerezani miezi 6. Habari katika ukurasa wa 20. Sakata la ardhi la waibua wadau wapongeza maelekezo ya Rais Samia kuhusu 40 wa migogoro watoa ushauri. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Waambieni waliowatuma uchaguzi mkuu hauzuiliki. Wasira asisitiza hakuna mwenye uwezo wa kuzuia, awataka wenye fikra tofauti wasahau hilo. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. NSSF yataja thamani ya mfuko yafikia trilioni 9.29. Habari katika ukurasa wa 6. Waziri mkuu atoa maagizo 9 kwa wadau. Habari katika ukurasa wa 3. Mchungaji Mashimo ahukumiwa miaka 2. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 20. Tanzania kupokea dola milioni 74 za mfuko wa IFAD. Habari katika ukurasa wa 17. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru ukweli daima. Tutazame sasa gazeti Zanzibar Leo kwa ukweli na uwazi, lenye habari iliyopewa kipaumbele ni miaka 4 ya Dr. Samia madarakani, utendaji uliotukuka wa mbeba. Habari katika ukurasa wa pili. CCM haikukosea kumpa tiketi 2025, amewadhihirishia waliokuwa na shaka. Othman ahimiza viongozi kuwafariji wagonjwa. Habari katika ukurasa wa pili. Wanafunzi wataendelea kuwekewa mazingira wezeshi Hemedi. Habari katika ukurasa wa pili. Serikali inathamini mchango wa wadau mhandisi Zena. Habari katika ukurasa wa 3. Ajali ya ua watatu Tunguu. Habari katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar Leo kwa kweli na uwazi. Pata nakala yako, some kwa ndani zaidi. Gazeti wa Machinga katika ukurasa wake mbele, habari iliyopewa kipaumbele ni Majaliwa asifu mapinduzi VETA,
amesema serikali ya Rais Samia imepandisha bajeti hadi kufikia bilioni 85 sasa kila wilaya nchini kujengwa chuo cha VETA. Profesa Mkenda aweka wazi mkakati maalum kuimarisha ujuzi kuzalisha ajira nchini kupitia VETA. Mbunge Sekiboko asimulia alivyobadili maisha kwa ufundi viatu kwa kusoma VETA. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Job kusimamia pia mfuko wa mafunzo kwa waandishi. Wakili Kipangula, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 5. Waziri Aweso adoagizo mradi wa maji Bungulo, habari katika ukurasa wa 3. Kuongeza mashine vituo vyenye watu wengi, habari katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Safari ya mafanikio NHC miaka 4 ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, habari katika ukurasa wa 7 hadi ukurasa wa 11. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti ya Machinga Jumatano leo. Na sasa tugeukia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani. Mikononi mwangu nalo gazeti Mwanaspoti lenye limeandika Yanga Sports Club kumekucha CAS. Bodi ya ligi yasema haki itapatikana, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Msimamo wakati mechi ya Kariakoo Derby ikiahirishwa, Yanga ilisisitiza msimu huu haitacheza mechi nyingine dhidi ya Simba kufuatia kutokubaliana na uamuzi wa kuahirishwa kwa mechi hiyo. 184 mchezo wa ligi kuu bara namba 184 ulipangwa kuchezwa Machi 8 kati ya Yanga dhidi ya Simba, lakini ukaahirishwa huku sababu za kufanya hivyo zikitajwa. Gazeti hili limeandika kocha amaliza utata Azizi Ahwa, habari katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Dakika 180 za moto Ken Gold, habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Mpo Saka kuiwahi Madrid, habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Mastrika 4 ubaoni Man United. Manchester United imeweka ubaoni majina ya mastrika 4. Undani wa taarifa hii katika kurasa za ndani za gazeti hili. Kufuzu World Cup leo ni Eswatini dhidi ya Cameroon, mchezo utapigwa saa 1 kamili usiku Mbombela. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti katika ukurasa wake mbele. Panda nakala yako usome kwa ndani zaidi. Magazeti ya habari za michezo na burudani, ukurasa wa nyuma wa gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, umeandika TFF yatetea kambi ya Stars Tanga, Yanga Princess yaikanda Simba Queens, kocha Yanga amtuliza Ikangalombo. Lakini pia gazeti hili limeandika Samata ashinda tuzo Ugiriki, habari katika ukurasa wa 21. Michezo Mei Mosi kufanyika Singida, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 21. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Pata nakala yako some kwa ndani zaidi. Na gazeti hili linakamilisha rukuzi ya vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali Tanzania kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante na kwaheri kwa sasa.